Gazeti la leo la Mwananchi limeandika habari kuhusiana na kubanduliwa kwa aliyekuwa kubanduliwa kwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua. Sasa gazeti la Mwananchi limeandika, linasema Gachagua ndo basi tena. Gachagua basi tena. Mimi hapa hiyo ndio basi, hiyo nimemuongezea kidogo umea. Kama ndo basi Gachagua ndio basi tena. Gazeti jingine pale limeandika habari kuhusiana na kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua. Ni gazeti la Mwananchi naona ndo ameliweka hapa Mwana Victor, wengine huku. Habari Leo linasema Gachagua augua ghafla, uamuzi bado. Habari inaendelea ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo, gwiji la habari nchini Tanzania. Magazeti mengine naona hajaweka habari hizi za kubanduliwa kwa naibu wa rais na bunge la Senate. Victor Simon, yes. Naam, kiwa kama mchambuzi wangu masuala haya ya ki-international, na haswa yenye tukijikita hapa katika hizi ruba za Afrika ya Mashariki, hebu tuende hapo nchi jirani ya Kenya, tuweke kambi kidogo, tuanze tujue saka hili ambalo limeibuliwa na mbunge wa Kibwezi. Mpaka sasa hivi jana limefika kwenye bunge la Senate, na bado hatua inaendelea mbele. Lakini jana hiyo Rigathi ya kujitokea mbele ya bunge la Senate, taarifa zinasema ni mgonjwa, amelazwa katika hospitali pale katika mitaa ya kifahari ya Karen. Sasa labda Victor, sasa hapo ukiwa kama wanahabari wangu, hebu tujikite kambi kuzungumza juu ya kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua kutoka Mulima. Ndio Victor, siasa za Kenya, obvious, Kenya ni bahari ya kisiasa Afrika Mashariki. Yani ukitaka kupata habari za kisiasa na ukaenjoy, Kenya ni eneo ambalo lina habari nzuri sana za kisiasa, zinafurahisha, lakini unapata funzo kubwa sana namna siasa za Kenya zilivyo. Wana muda mchache tangu wachaguliwe pamoja kama rais na naibu rais. Namzungumzia Mheshimiwa Rais William Ruto, lakini pia namzungumzia naibu rais ambaye alikuwa naibu rais Gachagua. Walikuwa pamoja, wote ni washirika na walipambana vita ngumu sana ya kuweza kupenya na kuingia madarakani. Sasa sintofahamu zimeibuka tu hivi karibuni. Kumbuka yeye pia William Ruto alikuwa ni naibu rais kwa upande wa Uhuru Kenyatta, na wakaitrafiana wakiwa pamoja madarakani. Tumeelewa vizuri. Baada ya kuitrafiana ikaonekana kama muda mwingi Ruto anakuwa ashiriki shughuli nyingi za kisiasa na akawa anatoa shutuma nyingi sana, ikiwemo pale Mlima Kenya. Sasa baadaye akafanikiwa kutengeneza ushawishi mkubwa na akapata kwenye nafasi ya kugombea nafasi ya urais. Akagombea kupitia umoja ambao walikuja kufomu wa Kenya Kwanza, na akamchagua Gachagua kama mgombea wake mwenza, na baadaye waliposhinda amekuwa naibu rais. Sasa unajiuliza hiki ambacho kimetokea hivi karibuni, kabla ya kuja kuzungumzia saga hizi paka ambapo ameondolewa naibu rais, alijionekana Gachagua kujitenga kabisa na Ruto. Ikazuka sintofahamu mara kadhaa kwenye shughuli za zile sherehe za kitaifa, akawa haonekani kuwa sambamba na Mheshimiwa Rais wa Kenya. Akawa kama ni siku ya Jumapili anaonekana yuko kanisani kule Mlima Kenya, amekwenda zake kanisani. Kulikuwa kuna ziara ya rais wa Uganda, namzungumzia Mheshimiwa Museveni, lakini hakushiriki Gachagua na ikatengeza sintofahamu. Ugomvi zaidi ukaja ukaibuka. Mmoja kati ya wasiri wakubwa wa Ruto anaitwa Sudi Sadik, ambaye ye yupo ni mbunge pale katika Mlima Kenya, ni miongoni mwa wabunge ndani ya lile eneo la Mlima Kenya. Huyu ni msiri mkubwa sana na ndiye ambaye ilikuwa ni karata yake nzuri kuchanga karata za kwenye nafasi ya urais, kwa sababu Mlima Kenya una kura takriban milioni 4 kwenye nafasi ya urais katika kura za kule nchini Kenya. Kwa hiyo ni kura nyingi kuliko eneo lolote lile kijiografia pale Kenya. Kwa hiyo lazima uwe na mtu ambaye ni stable sana. Kwa hiyo mtu wake ambaye alikuwa akimsaidia kupata taarifa nyingi muhimu ni Sudi. Sasa Gachagua baada ya kutengeneza sintofahamu na rais, akaenda kukutana kwa siri. Magazeti mengi sana kule Kenya akaandika kwamba ugomvi wao unazidi kuwa mkubwa. Baada ya hapo tukasikia ndani ya muda mfupi zikaje tuhuma kwamba ana tuhuma 11 ikiwemo ufisadi, ambayo ikachagizwa kwamba
tenda ambayo walipewa, kampuni ambayo ilipewa tenda ya kusambaza vyandarua katika nchi ya Kenya inatajwa kwamba ni ya watoto wa Gachagua, watoto wake wawili ndio ambao wanatengeneza hiyo kampuni. Ni kweli ni watoto wake wawili wakapewa hiyo tenda. Kwa hiyo ikatajwa kwamba ni sehemu ya ufisadi, kwamba amepewa kwa namna gani? Maana wamepewa kwa namna gani? Maana kuna namna ambavyo baba yao amewasaidia. Lakini jambo la pili, ikaonekana kwamba Gachagua pia ana utajiri mkubwa usiomithilika ndani ya kipindi kifupi tu tangu ameingia madarakani. Mahoteli mengi ya kifahari pale Kenya inaonekana pia kuwa ni sehemu ya umiliki ndani ya mahoteli hayo. Lakini inaonekana kwenye akaunti yake kuna fedha takriban kama shilingi ya Kenya bilioni 5 na ushare hivi kwenye akaunti yake, kinyume kabisa na mshahara wake ambao ni takriban kama shilingi milioni 1 za Kenya. Kwa hiyo akaonekana kwamba ameanza kupata fedha nyingi isivyo kawaida ndani ya kipindi kifupi. Hizo ni sehemu ya hizo tuma. Jambo lingine ni namna ambavyo ameshindwa kuendana na kiapo chake. Wanasema amekuwa anafanya hadharani kumpinga rais aliyeko madarakani, lakini amekuwa anatengeneza ukabila, kitu ambacho kupitia kwa wakili wake Ogoya walikipinga. Lakini pia amezungumzwa kwamba ni anatengeneza migongano na sintofahamu. Kwa mfano seneta wa Nairobi, namzungumzia Johnson Sakaya, ambaye amesafiri kuelekea Mexico leo, jana alfajiri alisafiri kuelekea Mexico katika tamasha kubwa la Bloomberg Lab ambalo linawakutanisha wawekezaji, watunga sera kujadili juu ya uendelezaji wa majiji. Yupo kule. Yeye alisema alifika pale naibu rais Gachagua pale Nairobi, kinyume kabisa cha katiba akawahamisha wafanyabiashara katika soko la wakulima pale Nairobi na wakapeleka Kakundo pale Nairobi kinyume na utaratibu, na akasema hichi amefanya ni kitu kibaya. Sasa wengi walikuwa wanamtarajia kwamba huyu pia ni shahidi muhimu sana katika sakata hilo katika bunge la Senate, lakini hakuwepo, akaondoka, anaitengeneza sintofahamu. Sasa baada ya tuma hizo likaanzia bunge la kitaifa, kesi kwa maana mashutuma zikapelekwa kule, na baada ya kupelekwa shutuma huko yeye moja kwa moja kupitia kwa mawakili wake akapata nafasi ya kujitetea, lakini akazungumza kwamba hawakuzipitia zile nyaraka katika ile bunge la kitaifa. Alipokwenda kuapia mahakamani, anasema bunge la kitaifa halikuzipitia nyaraka zote ambazo yeye aliwasilisha kama utetezi, bali walipitia maelezo tu aliyoyatoa. Anasema katika ushahidi nyaraka pia ni sehemu muhimu ya kuweza kukusaidia ama kuthibitisha juu ya tuhuma zile ambazo zinazokukabili. Mimi anasema Gachagua yeye binafsi alipeleka nyaraka, lakini bunge la kitaifa wa mchakato ulipoanzia kule hawakuzipitia zaidi ya kumsikiliza yeye, hivyo hawakumtendea haki. Lakini anasema walikuwa wanatakiwa yale maoni kwa wananchi haitakiwa kupita kwenye county, lakini baadaye yakapita mpaka kwenye majimbo, ni kinyume kabisa na utaratibu. Lakini mahakama ikatupilia mbali. Baada ya kutupilia mbali ikasema haina mamlaka ya kuingilia bunge la kitaifa, na hivyo bunge la kitaifa baada ya kumaliza mchakato wakapeleka kwenye Senate. Sasa jana ngome imechezwa kwenye Senate. Watu wanajiuliza swali makini kabisa, Ali Mohamed, na wewe inawezekana ni miongoni mwa watu ambao wanajiuliza ilikuwaje Gachagua akutokea, na baada ya kusema kwamba ndani ya masaa mawili akasema taarifa ikatoka kwamba ni mgonjwa, amelazwa hoi. Gachagua ni mtaalamu pia wa kujichanga karata zake vizuri. Manake alikuwa anapiga hesabu kwamba kama anatokea na anachinjiwa baharini, manake anabanduliwa kama ilivyotokea, manake yeye pia anakuwa ameshiriki kwenye ule mchakato moja kwa moja. Kwa kama kusema anaumwa, manake mchakato utaahirishwa kumsubiri ajitetee uje umalizike leo au Jumamosi. Kumbuka Jumapili kuna sherehe za kitaifa, kuna sherehe pale Kenya, na yeye anatakiwa kuhudhuria. Na sio tu sherehe za kitaifa, tuwafahamu tu ya kwamba hata katiba ya Kenya inasema hizo zoezi na siku 10. Jumamosi ndio siku ya 10 yenyewe. Ndio siku ya 10 ya kumaliza hili changamoto. Itakuwaje? Maana yake kama hajasikilizwa, unawezekana ukaona imeisha, kumbe bado haijaisha moja kwa moja. Kwa hiyo itampa upenyo, na ndio maana aliamua kutengeneza hayo mazingira. Naweza nikazungumza vile katika ukiwa kama mchambuzi wa kisiasa, unaona kabisa kwamba inawezekana washauri wake walimwambia usitokee, ukisema unaumwa itakupa upenyo wewe, na wakiamua bila wewe kuwepo itakupa upenyo wa kwenda mahakamani katika mahakama ya upeo. Pale Kenya kuna mahakama ya upeo, ndio tunasema kusema mahakama kuu. Katika ile mahakama kuu ukiangalia muundo wa Kenya na siasa zao, mahakama kuu ya Kenya inaundwa na wale majaji wake wengi wanatoka ukanda wa Mlima Kenya, na Gachagua anatoka Mlima Kenya. Na siasa za Kenya kila kabila
linakuwa lina kingpin wake, sijui inaeleweka vizuri, linakuwa na mtu ambaye anabeba sauti ya kabila. Kwanza Ali Mohamed ni jambo muhimu sana. Kama tarehe 20 lazima katika hizo sherehe muhimu kabisa pale Kenya, sherehe za mashujaa, lazima awepo pia naibu rais. Kwa hiyo nategemea leo ama kesho William Ruto, rais wa Kenya, atapeleka jina katika bunge la Senate lenye wabunge 67 ili basi kuweza kupendekeza hilo jina ama lipitishwe, sio ili kusaidia kwamba kufanya tarehe 20 kuwe kuna katika hizo sherehe lazima naibu rais awepo. Sasa ukiondoa hayo masaga kwamba hata huyu Gachagua akienda mahakamani katika mahakama ya upeo, manake ile nafasi haiwezi kuwa imebakia wazi, bado itaendelea kuwa imezibwa, na inawezekana pia asipochanga karata zake vizuri ikawa jina lake kisiasa likaweza kupotea kama asipochanga karata zake vizuri. Gachagua anapambana na mfupa mgumu sana. William Ruto ameshinda BBI, tunaona alipambana na Moi, akapambana na mtoto wa Moi, amepambana na Raila Odinga, amepambana na Uhuru Kenyatta, na akiwa madarakani na yeye akiwa naibu rais, na akafanikiwa kwenda kushinda kwenye urais. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unajua kwamba ni mtu ambaye anajua kuchanga karata zake vizuri sana William Ruto. Lakini pia na yeye anakabiliwa sasa na shinikizo kubwa. Ukiangalia lazima ampate naibu rais ambaye anatoka Mlima Kenya. Sasa Ali Mohamed umeuliza hapa kwamba nani anaweza kuchukua hiyo nafasi ya Gachagua ambaye pia naye anatoka Mlima Kenya. Gachagua katika Mlima Kenya alijipambanua, lakini tukumbuke kingpin wa Mlima Kenya alikuwa ni Uhuru Kenyatta. Baada ya kumaliza muda wake na dakika za mwisho hapa, wale matajiri wa Mlima Kenya walimuona kama hajashughulikia madai yao mengi ya kibiashara, ndio maana ikampa upenyo Gachagua kupita kwa mhamasishaji wa uchumi ndani ya Mlima Kenya, na alipomuunga mkono Ruto wakaweza kupata kura nyingi ndani ya Mlima Kenya, wakamzidi yule ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga, Martha Karua, ambaye pia na yeye anatokea Mlima Kenya. Unaelewa vizuri? Yaani siasa za Kenya, Mlima Kenya ndio unaoamua kwamba nani awe rais. Sasa yeye alimcheua Martha Karua ambaye hakuwa na nguvu. Sasa hivi majina yenye nguvu kwa upande ule, kuna mwanamama anaitwa Aini Wanjiru. Ana nguvu sana pale Kenya, na hata hivi karibuni baraza la wanawake walikaa, wakina Charity Wanjiru na wenyewe pia walikuwa wanampendekeza kwamba bana anza kutafuta hizi nafasi kubwa. Yeye ni mbunge wa Karinganya pale Mlima Kenya, wakatafuta hizi nafasi kubwa kwa sababu jina lako lina ushawishi na unatoka katika maeneo yenye ushawishi mkubwa. Sasa huyu pia anatajwa kwamba huenda akapewa nafasi kama karata zitaenda kuangalia juu ya ajenda, kwamba inawezekana tukabadilisha upepo, tumtafute naibu rais mwanamke. Lakini Waiguru, yes, anaweza anapewa nafasi kubwa. Lakini pia ukirudi kwenye upande wa waziri wa mambo ya ndani, Profesa Kithure Kindiki, yes, anapewa nafasi kubwa kwa sababu kwanza namna ambavyo alikuwa anashughulikia namna migogoro mbalimbali, kama yeye ni waziri wa mambo ya ndani. Kumbuka kuna maandamano makubwa sana pale Kenya na agency, lakini namna ambavyo yalishughulikiwa kwa kiwango kikubwa sana, yeye alipata pongezi kubwa sana. Hata jeshi la polisi lilivyokuwa likiendana na ile, yeye ni waziri wa mambo ya ndani, hili limempa umaarufu mkubwa. Na hata katika Mlima Kenya anaanza kutajwa kwamba huenda akaanza kuvaa viatu vya Uhuru Kenyatta kama kingpin wa Kenya, kwa maana kingpin wa Mlima Kenya wa kubeba kabila la Wakikuyu. Yaani makabila kule Kenya, Ali Mohamed, kwa kumalizia, wanateua mtu mmoja ambaye wanamuona kwamba wanamuona mtu mmoja kama ndio kingpin wao, ndiye mbeba agenda za kabila, kwamba ukiingia madarakani kabila letu litakuwa linapata faida namna gani, agenda za kabila zetu tunazibebaji. Sasa kwa hiyo hawa wanaitwa ma kingpin. Ndio maana Raila Odinga ni kingpin wa Waruo. Tumalize na hili. Mtu akikuomba msamaha, si unatakiwa umsamehe na usahau. Gachagua Jumapili iliyopita alienda kanisani akaomba msamaha, anamwambia bosi wangu Ruto, kama tafuta sehemu yoyote kwenye moyo wako, kama nilikukosea kwa namna yoyote nisamehe. Hawa wote ni watu wa dini, wote ni watu. Ina maana Ruto ni mtu pia wa kanisa sana. Na Biblia inasema samehe mara 770, lakini kusamehe hali inategemea na utashi wake ulikuwaje. Nafikiri walipoumizana, sijajua wameumizana kwa kiwango gani. Siasa za Kenya ni ngumu sana.